Simulizi ya mkutano wa vijana 2026 Youth Conference uliofanyika kambini Dzaleka tangu tariki 20 hadi 25 Julai mwaka huu wa 2026. Simulizi hii imeandaliwa nami Amani Majaliwa. Njoo na tufungue kurasa kwa pamoja. Zaidi ya watu 200 walikusanyika kila siku ili kuianza safari yao ya kujifunza, wakiwemo akina baba, akina mama, wavulana pia wasichana. Walikaa wote kwa pamoja muda wa saa nzima na nusu katika darasa moja ili kuweza kujifunza mafundisho ya biashara, pia kusikiliza maneno ya Mungu kutoka katika Biblia. Na kipindi hichi cha kwanza kilichotangulia kiliongozwa na Yannick Kalumbwa akiwa kama mwalimu akifundisha watu biashara. Na kipindi kilichofuata kilikuwa kipindi cha mafundisho ya Biblia kilichofundishwa na mzee Morisho Majaliwa. Na baada ya vipindi hivi viwili vilivyotangulia, watu waliweza kujigawa katika makundi madogo ili waweze kujifunza kazi za mikono. Na kwa ubora wa mazingira ulioko pale Mtendere Preschool, watu walijigawa katika makundi 5 ili kuweza kujifunza kazi mbalimbali za mikono. Na kundi la kwanza lililokuwa na watu zaidi ya 32 waliweza kujifunza kazi ya utengenezaji wa sabuni, swap making. Na kwa siku 6 tu watu hawa wakahakikisha wamefahamu na kupata ujuzi huo. Dada, habari yako? Unaitwa nani? Linda Salama, asante sana. Nina maswali kidogo tu ya kukuuliza siku ya leo. Hapa mko wapi na mnafanya kazi gani? Mnafanya nini? Okay. Kazi hii mlianza toka kipindi gani kujifunza? Toka siku ya kwanza. Na leo siku ya 3. Okay. Kwa hiyo toka siku ya kwanza kufika leo umejifunza kitu gani ambao umeelewa zaidi kabisa? kuchunga sabuni, jinsi ya kuchunga maasi, jinsi ya kujiprotect na maasi za sabuni. Asante sana. Nashukuru. Habari yako ndugu yangu? Salama salama. Unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Gloire Robert. Gloire Robert. Yeah. Asante sana. Gloire Robert, leo na maswali kidogo sana machache ya kukuuliza. Hapa hivi mko wapi na mnafanya nini? Hapa tuko kwa mwalimu wetu au tuko kwenye fasi ambayo mwalimu wetu anatengenezea sabuni. Okay. Yeah. Na mnafanya nini? Na hapa tunajifunza jinsi gani ya kutengeneza sabuni, ya kuchanga sabuni. Kuchanga sabuni. Ina maana mko nachanga sabuni? Ndio. Okay. So, mmejifunza toka muda gani? Toka mwanze klasi darasani mmekuwa muda gani? Kwa sasa hivi imekuwa kwa sababu leo ni siku ya 3, kwa hiyo tuko siku ya 3 leo. Leo siku ya 3. Okay, katika siku zote 3 umejifunza nini wewe kwa upande wako? Nini umeelewa kuhusu sabuni? Umeelewa kitu gani? Kwa upande wangu mimi naweza sema kwamba nimeelewa jinsi gani ya kuchanga sabuni, kwa maana ya kuchukua asidi na mafuta kuzichanganya. Nimeelewa materials ambazo tunatakiwa kuzitumikisha ndio nipate kupata sabuni. Okay. Yeah. So kwa hiyo wewe kama vile kijana una mawazo gani kuhusu kazi hii ambayo unajifunza hapa? Una mawazo gani? Kwa mawazo yangu mimi kama kijana, kwanza nashukuru sana waliotuwezesha kutupatia opportunity ya kujifunza sabuni, kwa maana watu wengi wao wanadharau kazi ya sabuni, lakini ni kazi ya muhimu sana. Na kwangu mimi
nimeona nijifunze sabuni kwa sababu nipate kujua ile kazi tu ya mikono ya kutumika ambayo itaweza kunisaidia katika maisha yangu ya baadaye. Asante sana. Na una neno gani utawaambia wale ambao hawapatikana katika programu hii, hawapata nafasi, na wale ambao waliweza kusapoti kazi hii iweze kufanyika hapa kambini? Una mawazo gani kwa? Kwa wale ambao tunaanza na wale ambao walituwezesha ili tupate kupata hii program, ninawashukuru sana na wamefanya kazi nzuri sana. Na kwa wale ambao wamekosa hii program, sijui kwa kama itaweza jirudilia tena, hiyo sijui, lakini wamekosa kitu muhimu sana, kwa sababu kujua kazi ya mikono kama kijana ni kitu muhimu sana kwa maisha yetu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru. Mulibanje? Tebu ino. Tia ndani? Sofia. Sio mkwambi. Ndi mafuso ochepa, ndi kufuse ni msiku la leo. Panopa mulikutiko ku masomo kupanga jana. Je ma practical banga soko, tukupanga soko. Mukupanga soko. Ndi malo anchi amene wa ndikutiko mene mukupangira soko. Okay, pusa tumene mapia chipanga soko. Okay. Ndene mukama mapanga masiku angati mukupunzira luso mene kuyambira siku loyamba lelo ni siku namba jani? Lachitatu. Okay, ndeno pa masiku atatu hawa mapunzira hapo jani no pa luso limene lili la soko. Temuze na tepunza hapo saa 2. Okay. Simeza ngo sana ma practical mene tukupanga baba. Okay, ndeno inuwe mapunzira hapo jani makamaka chimene mwana kuti chichi leo natenga hapo pa luso limene lili. Kindozo ndakuizo kapangidwe ka soko, ma materials ofunika kupanga soko, hizi tuzina za mbili. Okay. Ndeno maganizo anu njotani kwa anthu amene anapanga support chito imene ikuti igwirike mkampu muno komanso kwa amene sana peso pomai woti ata kupezeka nawo ma training amene wawa maganizo anu njotani kwa anthu amene? Mbali tokoza amene anapanga like amene anapanga organize zitozi kozidi thandiza kwambiri ena feta like kuti tinaibe zochita pa tipeza zochita ndi amene sakupanga nawo azayise ngati zabwereso azapange nawo cause like kuti azipeza zinthu zambiri kwambiri. Ziko kwambiri ndatokoza. Maelezo na matukio ilionyesha dhahiri wazi ni kwamba watu hawa walifanikiwa 100% kuweza kujua ufundi huu na ujuzi wa utengenezwaji wa sabuni, na hatimaye walifanikiwa kukoroga sabuni na hata kuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Shukurani za dhati zimwendee Mama Zabibu Yohali aliyejitolea kutoa elimu hizi za upikaji wa sabuni. Na kundi lingine lililokuwa na watu zaidi ya 28 waliweza kujifunza kazi ya mapambo, event decoration. Na kundi hili siku hiyo ya kuhitimisha programu hii waliweza kuonyesha uwezo wao na namna walivyoelewa zaidi mafundisho haya ya upambaji wa matukio mbalimbali. Shukurani za dhati zimwendee Mwalimu Mandela kwa kazi kubwa aliyoifanya na kwa ushirikiano aliyoonyesha kwa kundi hili wafikie mwisho huu ulio mzuri. Unapiga hivi tena unafanya hapa hivi. Kwanza hizi na boka ya speed. Lakini sasa inafika. Unapiga hivi unafanya hivi. So ile nilikuwa nakwambia hii ya mtu ni kufanya hivi. Sasa unaikuja wapi? Ndio kujua ndani itakuwa background itakuwa bora huko vipi? Utarudishia huko. Sawa, huko utakuwaje? Utaona una wapi? Okay, hiyo wewe unaweza iacha ni vile vile. Unaweza iacha hivi. Kwa hiyo ndio mwisho. So utaunganisha ile nyingine. Unakia unaanzia kwa hii hapa hivi. Hiyo yote iacha tu kule ndani. Unakia kama mwisho. Basi acha twende na tuweze kutazama kundi lingine linalofuata. Ni ili hapa waliojiita kundi la cooking. Watu hawa walijifunza mapishi mbalimbali kama vile ya mandazi, chapati, pia na sambusa. Kundi hili lilikuwa na watu zaidi ya 40
na waliweza kuonyesha uwezo wao. Baada ya majifunzo haya, waliweza kulisha watu mandazi, chapati za kutosha, masambusa na zingine hata zikafanywa biashara. Yaani ziliweza kuuzwa siku hiyo. Shukurani za dhati zimwendee kijana mashuhuri Rashidi Joseph Modest kwa kazi nzuri tena yenye kupendeza aliyoifanya katika siku hizi 6 za mafundisho ya vijana Youth Conference. Kazi yake iliyopendeza tena ya kufurahisha hakika itakumbukwa na itabaki kuwa hadithi na historia isiyofutika kwa jamii na vijana wa Dzaleka. Pia vile shukurani za dhati zimwendee Mama Zuuda Yusufu aliyesaidiana naye kufundisha watu elimu hizi za upikaji. Basi tukiachana na kundi hilo lililojikita kwenye masuala ya mapishi, palikuwepo na kundi lingine hili lililojikita kwenye masuala ya vyombo vya muziki, PA system setting. Kundi hili lilikuwa na watu wachache tu, ila lenye uwezo na ubunifu wa ajabu. Ashukuriwe kijana mashuhuri Andre Bwana kwa kazi njema tena yenye matunda aliyoifanya katika programu hii ya Youth Conference ya vijana mwaka huu. Hakika kazi zako zitakumbukwa siku zote na itabaki kuwa historia isiyofutika. Kuzosezi kuyambira hapa kufika huku na hizi hapa kwenda mpaka hapa, koma zimene zikuyambira hapa paredi kusika pa musipo, zinatusaidia kupeleka sauti kwenye mabafu, zimene zikuthandizira kupeleka mau kuma speaker, ili tupate moto kwenye hii mixer, kuti titandire moto kumixa kumeneku. Tuna kama ambayo walikuwa nayo, tili ndi chingwe chimene linacho anthuwa hapa. Tuna kebo hapa, tili ndi kebo. Hii kebo ndio tunaweka hapa. Kuna tundu mbili hapa, tili ndi mabola awili hapa. Kuna kebo ya tundu kubwa, tili ndi kebo ya kabola kakakulu na kebo ya tundu ndogo, komanso tili ndi kebo ya kangono. Hizo zinatusaidia kupata moto kwenye mixer hii. Na kundi lingine lililokuwepo katika makundi hayo ni hili hapa, kundi lililojifunza mapishi ya keki, vijana wakiwemo wachache na mabinti wakiongoza kwa wingi. Kundi lililokuwa na watu zaidi ya 30. Kundi hili liliweza kufaidika katika programu hii ya vijana zidi ya mafundisho ya biashara, mafundisho ya Biblia. Waliweza pia kufaidi katika mafundisho ya upikaji wa keki. Huo unafanya kazi, huo hauna kazi ku keki, lakini uko na kazi ku decoration ya keki. Hivi shida ku keki, kwa maana ku decoration ya keki. Huo hivyo uko na kazi ku decoration ya keki, na kazi zote zikushika. Hauna kazi ku keki. Uko na kazi ku keki zaidi ni ita. Hapo swali. Arifu songa. Hapo hii. Ndio wanataka cake pan. Cake pan. Yaani pano za kukalangia keki. Mimi ndio kutamati cake pan. Ndio kuti zimene zo ndi mapan zo tentera kabla zo china keki. Yes, ultra. Uko swali. Arifu.
Hiyo banaitaka cake stand. Hii. Chemo alichije chini na Fezete hiyo bimuli biko. Bako bimuli. the cake stand. Yes. Bwana ya chini. Hii ni cake stand. Neno ni cake stand. Hii stand ya cake. Neno ni cake Sasa stand. wanaita tena boss stand. Hatimaye baada ya mafundisho hayo, kundi hili liliweza kudhihirisha wazi ya kwamba waliweza kufanikiwa kujua ujuzi wa mapishi ya keki, na kwa furaha iliyojaa tabasamu waliweza kuonyesha wazi mbele ya watu wote ya kuwa wao wamejua ujuzi huo, na wakaja na keki mbele ya watu wote. Moyoni mwangu sijampata anayefanana na Yesu. Njoo burudike makaoni upate pumziko. Moyo wangu ni furaha tele, nimempata Yesu. Naburudika moyoni, ninaye Yesu wangu mimi, ninaburudika moyoni mwangu. Sitampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika moyoni, ninaye Yesu wangu mimi, ninaburudika moyoni mwangu. Na mwisho wa mambo yote, nafasi ilitolewa ya kuwapa watu cheti ama certificate kwa wale wote waliohudhuria na kuparticipate katika vipindi hivi. Hakika Mwenyezi Mungu ashukuriwe kwa wema, fadhili na rehema zake, kwa maana umbali huu sisi tumefika. Hakika yeye ni Ebeneza, na shukurani za dhati ziwaendee wale wote ambao waliweza kusapoti jambo hili liweze kufanyika hapa kambini, wale wote ambao waligusa katika mifuko yao na kutoa pesa ili kwamba kazi hii ifanyike. Mungu awabariki na wazidishie pale mlipotoa.